Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri. Tunakuja tena kwako. Wiki tuko somo la 9. Wiki iliyopita tulikuwa somo la 8. Na katika somo la 8 tulikuwa tunaangalia somo zuri linalosema kuwa na imani. Wiki hii tunaangalia dhambi, injili na sheria. Karibu sana, tupate ombi. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendeleo uliotupatia tena siku ya leo. Baba, ni kwa neema yako tena umetupatia muda huu mzuri wa kukaa na mtazamaji wa kipindi chetu hichi. Tunapoenda kushirikiana katika kufungua siri hizi, Baba tupatie hekima, tujaze na Roho wako Mtakatifu. Maneno tukayonena yatoke kwako. Ni ombi langu kwa utamwandaa mtazamaji na somo hili tulipatie kibali katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Dhambi, injili na sheria. Fungu ambalo linatupeleka kwenye mada hizi, Zaburi ya 119:93 mpaka 94 inasema, hata milele sitayasahau maagizo yako. Yes. Maana kwa hayo umenihuisha, mimi ni wako, uniokoe kwa maana nimejifunza mausia yako. Zaburi ya 119, Yes. 93 na 94. Mausia yako, sheria pale. Uniokoe, injili nini hapo? Lakini umeokoa kutoka dhambi nini? Tunaendelea kuangalia mambo haya kinaga ubaga wiki hii, lakini tutaanza na vishawishi na majaribu. Lakini kabla ya hapo, dhambi ni nini? Dhambi ni kama nini? Kilinganisha unasema dhambi ni kama nini? Kilinganisha ni kama uvunjifu wa sheria. Uvunjifu wa sheria. Sasa tunataka tuielewe dhambi katika lugha ambayo tunaielewa tayari. Maana hii dhambi kama lugha ya kanisani, lugha ya kibiblia fulani. Huwezi kusema mtani umefanya dhambi. Dhambi ni kama Bwana. Nasema dhambi iko ndani ya mwili wangu. Okay. Dhambi ni kama Bwana anayeingilia mahusiano yetu na Mungu. Lakini pia dhambi tutajaribu kuiangalia ni kama kitendo cha uvunjifu. Si anaingilia mahusiano yetu na Mungu. Sasa kile kitendo ambacho amekushawishi ukifanye, umeshirikiana naye, kile kitendo kinaitwa dhambi. Kwa dhambi ni Bwana anayeshawishi, lakini pia dhambi ni kitendo cha kuitikia ushawishi. Twende sasa Jumapili, twende kwa mtu mmoja. Unajua dhambi tunaiona pia ndani ya maisha ya watu. Samsoni unamwonaje? Samsoni, yule jamaa alikuwa na nguvu zaidi ya simba, anaweza kumrarua simba. Nguvu za Roho Mtakatifu, Warumi 16 mstari wa kwanza, wa 4, 16 na 17. Fungu la kwanza, fungu la 4, fungu la 16 na 17. Waamuzi sura ya nimesema Warumi. Waamuzi bwana. Waamuzi bwana. Samson na Warumi wapi na wapi? Waamuzi sura ya 14. 16. Mstari wa kwanza. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Fungu la 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Fungu la 16. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Fungu la 17. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zikinitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Kama wanadamu wenzangu. Na alipotamka hiyo siri kweli akawa kama wanadamu wenzake. Alikuwa ni mtu tofauti na wanadamu wengine kwa nguvu alizonazo. Alipokubali ule ushawishi, akatoa ile siri. Kwa lugha nyingine, Mungu alimwambia yeye basi akawapoteza. Haya, huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mnadhiri wa Mungu. Nywele kichwani, wembe haukupita. Na Mungu aliahidi akizaliwa kwamba huyu ndiye atakayeanza kuwakomboa
Waisraeli kutoka Wafilipi. Wana nguvu kweli kweli. Sasa akiwa katika harakati zake za ukombozi, maana alikuwa ni jeshi la mtu mmoja, akajikuta anaangukia kwenye majaribu, kwenye ushawishi. Fungu la kwanza la 4, wanawake, alafu baadaye Delila. Wewe unahisi kitu gani kilichomfanya mtumishi huyu wa Mungu aangukie majaribu, aangukie majaribuni, akubali ushawishi wa dhambi? Ninaona hapo kushawishiwa na mwanamke, yaani baada sema mwanamke ndo aliyemshawishi kuingia huko. Kushawishiwa sio dhambi. Kushawishiwa sio dhambi. Kilichomfanya ashawishike, kilichomfanya shawishike, sahihi. Kilichomfanya shawishike, kwa mfano katika ile fungu la tunasema pale fungu la 4, ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bodi la sori. Kupenda mwanamke ni unajua amesema kahaba. Okay. Of course alienda nje ya mipaka. Kwa hiyo alikuwa tamaa inamuendesha badala ya neno la Mungu kumuendesha. Na kwa nini hakutegemea neno la Mungu? Alikuwa anaenda na akili zake. Hakujua kama ni kahaba, lakini alidhani kwamba madhara hayatampata. Hata hivyo hawa ni makafiri tu. Unajua kitendo cha kutoka na kahaba au mwanamke namna ile inaweza kuchukuliwa pia kama ni alama ya subjugation au kumiliki na kuwashinda hao. Ila ni akili zake sasa, kwa nenda anavuka mipaka na kwa anaongozwa na tamaa. Yeye ni Mwisraeli, hawa ni Wafilisti. Kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Ndio maana Biblia inasema anayejidhania na nguvu au amesimama awe na tahadhari. Sasa tamaa ya wewe una tamaa ya chakula. Tamaa ya chakula ninayo. Mungu akikupa matunda anakupa na hamu ya kula matunda. Akikupa mke anakupa na hamu ya kutafuta mke. Akupa na kaupweke ambako mke atakuja kukajaza. Anakuachia uhitaji. Mungu alituumba na tamaa. Lakini hizi tamaa alitaka atutimizie yeye kwa hekima yake na ukarimu wake. Yeye akasema nipe mwanamke, anawaambia wazazi. Anaenda Gaza, anajitwalia mwanamke. Anajiamini nini? Anaamini kwamba anaweza akajichagulia mema na mabaya. Anaweza kujua kwamba naweza nikatoka na kahaba lakini bado nikatoka salama. Kwa hiyo ushawishi sio dhambi. Ushawishi sio dhambi. Ila kumsikiliza Mungu ni bora kuliko kusikia tamaa. Mungu hata tunyima chochote kilicho chema, ndivyo Biblia inavyosema. Chochote kilicho chema. Kahaba ni mwema kwa ajili ya Injili la. Kwa ajili ya Injili. Ni mtoto wa Mungu anahitaji kuokolewa. Lakini wewe nadhiri wa Mungu, wewe kuhani unaoa kahaba kweli? Hapana, si sawa. Hakuna ushirika. Tunazungumzia dhambi katika sura ya ushawishi. Ni Bwana huyu ambaye anakusukuma. Nimesema ushawishi wenyewe sio dhambi. Ila shetani anachochea, anasema unaweza kujichumia mwenyewe. Jiongeze na uhitaji kumwambia baba, wewe ni mtu mzima bwana, uhitaji kuomba ruhusa hapa, uhitaji kumsikilizia Roho Mtakatifu anasemaje. Hapo ndipo dhambi inavyofanya. Usisikilize neno, wewe sikiliza tamaa. Sasa unadhani unasikiliza tamaa yako, kumbe unamsikiliza yule Bwana aliye kinyume cha hiyo tamaa, ambayo inasisitiza uitimize wewe mwenyewe, ujitimizie, ujichumie. Ukiwa na mwashwasho wote ambao haulandani na neno la Bwana, unajua kabisa hapa kuna sauti ka Bwana kingine kanataka kachukue mamlaka kwa lile neno ambalo ni Bwana. Kwa hiyo hapa sasa ukiona tu kuna kako kama muhimuko, utulivu ni muhimu, lakini pia rudi katika neno. Amen.
Unashangaa kuruka sauti nadhani katapotea. Kale ukamwasho kale. Ukaingia kwenye neno. Kama ni kama Mungu, tena kanakuja kwa utulivu. Rafiki yangu, sijui kama una mwasho wa namna gani. Una jambo gani linakusumbua mawazoni au katika hisia? Vipi kama utalileta neno la Mungu kwenye ushawishi huo na kuomba Mungu akusaidie utambue mema na mabaya, uchague mema, uyakatae mabaya. Mungu akubariki unapofanya hivi. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili kutoka kwa Samsoni. Umetukumbusha tena wewe unaweza kutuokoa kabisa tunapokutegemea na sio nguvu zetu. Bariki mtoto wako anapoweka akili yake kwa neno lako, moyo wake kwa roho wako, apate kumwongoza. Tulete tena kesho kwa masomo kama haya kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Mimi ni Andrew Lubinza nami Enos Makalindile. Kesho tunakuletea somo la Jumatatu linalosema ngome imara katika uhusiano wangu na Mungu. Ngome imara katika uhusiano wangu na Mungu. Karibu sana. Hii ni Dar es Salaam, Tanzania. Amina. Karibu sana.